Unaangalia Baba Sam the King Tanzania TV channel. Kwa maoni na ushauri tumia namba zifuatazo 0752732515. Baba Sam the King. Kike ni mtoto, mtoto wa kike ni mtoto, usimnyanyase, usimbague, usimnyanyase, usimbague. Mtoto wa kiume ni mtoto, mtoto wa kiume ni mtoto, usimnyanyase, usimbague, usimnyanyase, usimbague. Wote sawa, wote sawa, wote sawa, waliumbwa na Mungu. Wote sawa, wote sawa, wote sawa, waliumbwa na Mungu. Wote sawa, wote sawa, wote sawa, waliumbwa na Mungu. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum, mpenzi msikilizaji wa simulizi za sauti. Karibu tena katika simulizi yetu ile ambayo imekaa muundo wa maigizo, na hii ikiwa ni sehemu ya 3 ya simulizi hii inayoitwa Mtoto wa Kike ni Mtoto. Sehemu ya pili tulipoishia, tulimuona Eris akiwa amepigiwa simu na yule dada wa kuitwa Judith kwamba kule mambo yameharibika. Kwa hiyo huyu kijana aliyeaminiwa wa kuitwa Davis manake ameharibu. Amekamatwa na baba yake na Shani katika shamba la mihogo wakiwa wanafanya vya kwao na Shani mwenyewe. Yaani kijana kakamatwa na binti wa watu. Pia tukamuona mzee Daniel akiwa anaongea pamoja na mke wake, na hatimaye mke wake ikabidi aondoke, atoke hapo alipo kwa mume wake akaenda moja kwa moja kwa mtoto wake, yani kwa Eris, kwenda kumpatia ushauri wa hapa na pale. Na pia mwanzoni kabisa tuliona Eris akiwa anatembea, ndipo ambapo alipoweza kukutana na huyo mtoto wa kike mwenzake ambaye alikuwa anatokea kununua viazi, na hatimaye akiwa anarejea guest kule Mshikamano Lodge. Mtunzi na msimulizi wako ni mimi mwenyewe Hasdi02 Baba Sam the King. Kama endapo utakuwa hauja subscribe channel hii, chini ya video hii kuna kitufe chenye rangi nyekundu ambacho kina alama ya kengele. Unaweza kugusa hapo, utakuwa moja kwa moja mwanafamilia wa Baba Sam the King Tanzania TV channel. Utakuwa ni wa kwanza kupata kile ambacho kinachoendelea katika channel hii. Nikusihi karibu sana, tuendelee kuisikiliza simulizi hii yenye muundo wa maigizo, Mtoto wa Kike ni Mtoto, sehemu ya 3. Karibu sana. Mtoto wa kike ni mtoto, mtoto wa kike ni mtoto, usimnyanyase, usimbague, usimnyanyase, usimbague. Mtoto wa kiume ni mtoto, mtoto
usimbague, usimnyanyase, usimbague. Wote sawa, wote sawa, wote sawa, waliumbwa na Mungu. Wote sawa, wote sawa, wote sawa, waliumbwa na Mungu. Wote sawa, wote sawa, wote sawa, waliumbwa na Mungu. Nilikuwa nataka uniambie kwa sababu furaha yako ndiyo furaha yangu mwanangu. Sasa ukianza tena kukosa furaha wakati mimi mama yako bado nipo duniani, je, siku nikija kutoweka utakuwa na furaha Elisi? Mama, sikiliza nikwambie. Mimi kuna vitu vingi tu vinanichanganya hapa na sijajua nitavisuruhisha vipi. Biashara yangu ya mihogo. Nadhani we mwenyewe ni shahidi nafanya biashara ya mihogo. Lakini sasa hivi nikiipeleka pale shuleni kwa kina Davis haiendi. Nilipomshirikisha baba, labda inawezekana kaniambia chochote kitu. Aliniambia eti nije kukuambia wewe ndo unaweza kuniambia chochote. Sasa unamjua baba yako. Baba yako ni mtu ambaye hana ujuzi wowote wa biashara. Na ndio maana akakwambia uje kwangu mwanangu. Alikuwa ameshajua mimi nimeshawahi kufanya biashara nyingi. Baba yako ashawahi kufanya biashara gani? Hakuna hata siku moja ambapo ashawahi kufanya biashara mwanangu. Sasa nitakupa mikakati ya biashara. Achana kabisa na hiyo biashara ya mihogo, sawa? Sawa mama. Nitakupa mikakati mingine kabisa ambayo huenda ukiifanya mambo yatakaa sawa. Na kitu kingine babako ulimwambia ni kitu kingine mamangu, nilikuwa natamani kusoma kama namna jinsi ambavyo ninavyomuona Davis anavyosoma. Lakini tuniwaambie wazazi wangu, Davis kwa sasa hasomi. Mimi naomba tu nikwambie ukweli mama, Davis hasomi. Na mpaka sasa hivi tunapoongea amekamatwa kwenye shamba la mihogo la watu, yuko pamoja na binti wa watu huko. Alikuwa anafanya vya kwake. Na juzi alikuwa ameenda guest. Ndo hivyo. Mimi nikimwambia baba nisomesha na kuwa hataki. Leo hii yule ambaye mmemwamini anakuwa anachukua mabinti wa watu anawapeleka guest. Asa huyo ndo atakayetunza familia au ndo anakuja kuangamiza familia? Mimi wazazi wangu hata sijawaelewa. Wewe. Hivi kuna ukweli wowote juu ya hili?
Ndo nakwambia mama, nyinyi kuna dada mmoja ambaye leo nimekutana naye. Kama mnabisha sasa hivi, nimpigie simu tumkute sehemu, halafu baadaye yeye ndo atakaye tulinki na hao watu. Sasa huu umeshakuwa msara mwingine mwanangu. Kama hadi kakako ameanza kufanya vitu hivi, nadhani hapa mambo yamekuwa magumu. Ngoja niondoke nikamwambie babako, ili na yeye tuone atalichukulia vipi hili. Haya mama. Ni hatari, mmeamini kweli mtu. Aise. Mtoto wa kike ni mtoto, mtoto wa kike ni mtoto. Usimnyanyase, usimbague, usimnyanyase, usimbague. Mtoto wa kiume ni mtoto, mtoto wa kiume ni mtoto. Usimnyanyase, usimbague, usimnyanyase, usimbague. Wote sawa, wote sawa, wote sawa, waliumbwa na Mungu. Wote sawa, wote sawa, wote sawa, waliumbwa na Mungu. Wote sawa, wote sawa, wote sawa, waliumbwa na Mungu. Ndiyo kweli tena. Baba, nimekukosea. Naomba tu nisamehe, mimi nilikuwa sijui. Sasa huyu kijana ndo ambaye ameniambia kwamba tuingie humu. Sasa hivi naona unaanza kuniambia eti mimi ndo niliyofanya makosa yote. Nyinyi tulieni, tulieni mpaka baba wa huyu aje. Yaani leo mpaka mtaniambia ni kitu gani ambacho kimewafanya, na ndio maana sijamupiga hata mmoja. Yaani hapa kwenye shamba la mihogo, mlikosa sehemu pa kwenda kufanyia haya mambo yenu, mpaka mkaamua kuja kufanyia hapa. Mlikuwa na maana gani? Jamani, baba yangu, naomba unisamehe tu, kwa sababu unajua, sikiliza kitu gani hapo. Wewe subiri kwanza, tumsubiri baba yako akishafika hapa, ndo tutajua tunafanya nini. Sio wewe unapeleka tu watoto wa watu, halafu kumbe ndiyo maana masomo ya mwanangu yanashuka. Kumbe nyinyi mnafanya vitu vya ajabu, si ndio? Sasa kama ulikuwa hujanijua upande wangu wa pili, mimi ndo Abudu Karimu bwana. Yaani mpaka utaniambia vizuri, huyu Shani ulikuwa naye ukiwa unafanya mambo gani?
Yaani mpaka mimi ninakuja ninawaona. Hapana. Sikiliza baba. Yaani unajua kuna shetani sometime huwa anapitia. Sisi wasomi huwa tunasema ni shetani tu amepitia. Sasa naomba tu nisamehe, yani na kuahidi, kwa sababu wazazi wangu karibia wote wanafahamu kwamba mimi ninasoma. Sasa ukija tena ukimwambia kwamba mimi nilikuwa huku na mwanafunzi, itakuwa ni kelele. Mbona wewe unalialia? Unalialia kitu gani? Mbona Shani yeye ni mtoto wa kike na hali? Wewe ndo unaamua kulialia hapa? Hivi wewe hujui kama wewe ndo mwenye makosa? Wewe ndo ambaye uliomrubuni mwanangu. Lakini eti cha kushangaza sasa hivi wewe huku unalia. Shani mbona kama ametulia? Yaani ngoja. Huyo dada ambaye mlio kwa mumeenda kumuomba chumba siku ya kwanza kama jinsi Shani alivyosema, namba yake unayo? Baba, mimi namba yake ninayo. Naomba nikukabidhi. Chukua simu yangu umpigie. Ete hapa hii simu. Hii ndo inayofanya mambo ya ajabu. Alafu mimi nilikuambia kabisa mwanangu, usije ukamiliki simu. Leo hii umemiliki simu. Angalia haya ambayo unayoyafanya ya kipumbavu. Yaani nasubiria mzee wangu kwanza ambaye anamumiliki huyu kijana. Leo mtaniambia, na mkizingua wote na wapeleka mahakamani au mahabusu. Muende mkaoze gerezani kwa sababu mnafanya vitu vya ajabu. Mzee wangu, hivi hamna kabisa kidogo kamsamaha ambako kanaweza kakapita please? Unajua mimi wazazi wangu wanajua mimi ninasoma. Sasa ukinifanyia hivyo babangu itakuwa shida. Leo mpaka mutanikoma, mutaelewa leo. Yaani hapa siachi mutu. Mtoto wa kike ni mtoto. Mtoto wa kike ni mtoto. Usimnyanyase, usimbague, usimnyanyase, usimbague. Mtoto wa kiume ni mtoto. Mtoto wa kiume ni mtoto. Usimnyanyase, usimbague, usimnyanyase, usimbague. Wote sawa, wote sawa, wote sawa, waliumbwa na Mungu. Wote sawa, wote sawa, wote sawa, waliumbwa na Mungu. Wote sawa, wote sawa, wote sawa, waliumbwa na Mungu. Wa mtoto wa kike, samani kidogo, naomba usimame kidogo kwanza. Na mazungumzo na wewe. Kwani wewe nani? Sorry.
mbona kwanza umevaa? Naomba usiogope. Ni kweli mimi ni mwanajeshi. Samahani sana. Usiniogope. Naomba usiniogope. Sawa? Mimi hapa ninaitwa Koplo Mrope. Naitwa Koplo Mrope. Wewe binti unaitwa nani? Mimi naitwa Eris. Naitwa Eris. Inaonekana hauna furaha kabisa katika maisha yako. Kwa namna tu jinsi ambavyo ninavyokuona ni kama mtu ambaye amepoteza tumaini. Tatizo nini? Hata nikikwambia kakaangu, hauna uwezo wowote wa kunisaidia. Yaani nafanya biashara zangu zinayumba. Wazazi wangu walishakataa kunipeleka shule, nilikuwa nimefaulu. Ni mtoto eti wa kike. Hawana muda na kusomesha watoto wa kike. Kwa hiyo ndo hivyo nimetoka kuunga kidogo. Kuna sehemu nimetoka kununua mihogo. Nataka nije nitengeneze niende nikauze babangu. Okay. Sasa kama imefikia hatua hiyo ya kutokukupeleka wewe shule, una mikakati gani mingine ya maisha? Kwa sababu mimi kama nilivyokuambia naitwa Koplo Mrope. Ninapenda niwe rafiki yako kama utajali. Yaani mimi nilishahidi kwa Mungu kama endapo nitampata binti ambaye ni mzuri, nikaweza kumuoa, manake wazazi wa huyo binti nitawajengea nyumba nzuri, na pia kama atakuwa kabisa amenipenda kutoka moyoni, manake kuna vitu vingi tutafanya, vitu vingi. Kwa hiyo una miaka mingapi wewe? 22. Okay. 22. Mimi nina miaka 24. Nina miaka 24. Nilikuwa natafuta mabinti ambao kidogo wameshakata tamaa hivi. Labda huenda wanaweza wakawa vizuri katika maisha yao. Yaani hata kama nitakapoishi naye hataweza kunisumbua. Sasa nimekuona wewe ni kama vile unaweza ukaishi na mimi kabisa vizuri. Kwa hiyo unaonaje nikiwa mchumba wako? Nikakuweka moyoni. Ngoja kwanza nifikirie. Ilo swala la kujifikiria litachukua muda gani? Au unajifikiria muda huu utaniambia au inakuwaje? Naomba chukua simu yangu. Mpaka nimeshachanganyikiwa, Mungu wangu. Nichukue tena simu yako. Nipatie namba mama, nipatie namba. Tutaendelea kuwasiliana, sawa? Haya. Nashukuru sana kwa hilo.
Hapa jihesabia kwamba umepata mume. Mimi sitaji rongorongo ya kuchezea mwanamke kwa sababu hata kule jeshini sijawahi kuchezea mwanamke. Kwa hiyo nashukuru pia kwa kunipa nafasi yako. Sawa? Haya, asante. Umeanza kudeka sasa. Sasa sikiliza. Hii mihogo naomba ukapike kule nyumbani. Sawa? Kwani ingekuingizia shilingi ngapi? Ingekuingizia shilingi ngapi hii mihogo kama endapo ungeweza kuitengeneza? Mtaji wangu ni wa shilingi 5,000. Kwa faida niliyokuwa nategemea ni kama shilingi 4,000 hivi. Kwa hiyo ingefika 9,000. 9,000. 9,000. Sasa chukua hii hapa hela, nimeikunja. Iko vizuri. Umeiona? Ndiyo. Hii hapa ni shilingi 500,000. Itakusaidia baadaye katika maisha yako. Wewe, mbona unaanza kuniogopesha? Hela zote hizi. Taratibu binti. Shusha pressure. Shusha pressure. Nimekwambia usiniogope. Haya, nakushukuru, acha niende nyumbani. Haya, tutawasiliana. Haya. Hizi hela zote. Mungu, nakuomba tuwe mume wa kweli. Isije hii hela ikaniponza mimi Elisi. Mtoto wa kike ni mtoto. Mtoto wa kike ni mtoto. Usimnyanyase, usimbague. Usimnyanyase, usimbague. Mtoto wa kiume ni mtoto. Mtoto wa kiume ni mtoto. Usimnyanyase, usimbague. Usimnyanyase, usimbague. Wote sawa, wote sawa, wote sawa, waliumbwa na Mungu. Wote sawa, wote sawa, wote sawa, waliumbwa na Mungu. Wote sawa, wote sawa, wote sawa, waliumbwa na Mungu.
Baba Davis. Na mke wangu. Mambo yameenda ndivyo sivyo, mme wangu. Tulikuwa tunajua kwamba Davis kuna sehemu ambapo ameenda kwa marafiki zake kama jinsi ulivyoniambia. Lakini kumbe sio. Ameenda kuchukua binti wa watu. Kwanza alienda naye guest. Asa ameona haitoshi. Sijui pesa ameona haujampatia. Akaona kwenda guest haiwezekani. Ameenda kwenye mashamba ya mihogo. Kule ndo nasikia amekamatwa. Nini? Davis huyo. Mme wangu, mimi naweza nikakudanganya kweli. Na umri huu ambao nimefikia. Acheni kunitania bwana. Yaani aenda kachukue watoto wa watu, aanze kuwapeleka kabisa kwenye nani? Kweli? Wewe kama unataka kuniamini sawa. Mchukue mwanao Elisi. Mwambie vizuri. Zungumza naye vizuri, kirafiki. Atakwambia. Mimi ameniambia yote, licha ya ushauri ambao nimempa. Kwa hiyo mme wangu, huyu kijana ametuingiza kwenye shida. Yaani hiki kitu siwezi nikakielewa kabisa. Mambo ya kwenda kuchukua watoto wa watu na kuanza kuwapeleka kwenye mihogo. Na huyo aliyomchukua ni mwanafunzi mwenzi. Naambiwa ni mwanafunzi mwenzi. Tena mpaka sasa hivi wamekamatwa. Shit. Yaani nilikuwa nimemwamini kama nini. Na ananiambia baba, ninatoka hapa, niende kwa marafiki zangu. Sijui ni kumbe ameenda kufanya ufuska. Anafanya vya kwao kule. Vile. Tunategemea kwamba anasoma, kumbe anafanya vya kwake. Yaani kwa kweli hii inasikitisha. Na inasikitisha sana. Twende tukamwambie Elisi ajaribu kumpigia huyo mdada simu. Ili aweze kutuunganisha nao. Ili tujue wako wapi. Na hilo ndo jambo la msingi, mme wangu. Twende. Haya. Twende. Mambo haya nayo yamekuja kivingine kabisa. Mtoto wa kike ni mtoto. Mtoto wa kike ni mtoto. Usimnyanyase, usimbague. Usimnyanyase, usimbague. Mtoto wa kiume ni mtoto. Mtoto wa kiume ni mtoto. Usimnyanyase, usimbague. Usimnyanyase, usimbague. Wote sawa, wote sawa, wote sawa, waliumbwa na Mungu. Wote sawa, wote sawa, wote sawa, waliumbwa na Mungu. Wote sawa,
wote sawa, waliumbwa na Mungu. Naam, mpenzi msikilizaji, sehemu ya 3 ya simulizi hii inayoitwa Mtoto wa Kike ni Mtoto imeishia hapa. Tumemwona Bi Silvia akiwa ameenda moja kwa moja kumshauri mtoto wake ambaye anaitwa Eris, na alivyokuwa akimshauri, wakiwa wako katika ushauri wa masuala ya biashara, akiwa anataka kuanza kumshauri masuala ya biashara na akiwa anajaribu kumtetea huyu mwanae, yaani kumfanya asiwe na mawazo. Cha ajabu kilichokuja kufanyika, yameingizwa mawazo mengine, na hatimaye Eris ameweza kufunguka vizuri kabisa kuhusiana na masuala ya mahusiano kati ya kaka yake pamoja na binti mmoja ambaye anaitwa Shani. Na huyo kaka yake ambaye ni Davis amekamatwa huko mitaa ya kati huko. Amekamatwa kwenye shamba la mihogo akiwa anafanya vya kwake anavyovijua, anafanya ufuska kwenye mashamba ya watu. Pia tumemwona Eris akiwa anatembea na hatimaye akiwa ametoka kujumua, au wengine wanasema kurangua mihogo, ili aje aimenye akatekate na hatimaye akaange ili aweze kupeleka kule shuleni kwa kina Davis, ambapo Davis anasoma. Amekutana na Zari la mentali, akakutana na kijana mwanajeshi ambaye ameanzisha uchumba na yeye. Je, unahisi uchumba utakuwa umekubalika? Je, unahisi haya ambayo Bi Silvia amemwambia mume wake, ambayo yametoka kwa Eris, kwamba Davis amekamatwa kwenye shamba la mihogo alikuwa akifanya ufuska, unahisi huyu mzee Daniel atachukua jukumu gani? Na ni kitu gani ambacho baba yake na Shani atakachoweza kuwafanya Shani pamoja na Davis? Na kusisitiza uendelee kuisikiliza simulizi hii, hayo yote utayapata. Kama endapo utakuwa haujasubscribe chaneli hii, chini ya video hii kuna kitufe chenye rangi nyekundu, kina alama ya kengele, na ukigusa hapo moja kwa moja utakuwa mwanafamilia wa Baba Sam the King Tanzania TV channel. Nikusihi tukutane tena sehemu ya 4 ya simulizi hii. Niseme kwaheri kwa sasa. Mtoto wa kike ni mtoto, mtoto wa kike ni mtoto. Usimnyanyase, usimbague, usimnyanyase, usimbague. Mtoto wa kiume ni mtoto, mtoto wa kiume ni mtoto. Usimnyanyase, usimbague, usimnyanyase, usimbague. Wote sawa, wote sawa, wote sawa, waliumbwa na Mungu. Wote sawa, wote sawa, wote sawa, waliumbwa na Mungu. Wote sawa, wote sawa, wote sawa, waliumbwa na Mungu.
King. Unaangalia Baba Sam the King Tanzania TV channel. Kwa maoni na ushauri tumia namba zifuatazo 0752732515. Baba Sam the King.